na Roshan De Reuck katika dakika ya 45 kwa mkwaju wa penalty, lakini bao la utangulizi lililofungwa na Selemani Mwalimu katika dakika ya 19 ndiyo yameifanya Simba wekundu wa Msimbazi kupata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Tanzania Prisons, na hivyo kukwea mpaka katika nafasi ya 4 kutoka walikokuwa awali, wakiwa sasa wamefikisha pointi 22, lakini mabao wakifikisha mabao 18 huku wameruhusu mabao 4. Ni katika mchezo ambao Simba katika dakika zote 90 za mchezo waliutawala mwanzo mwisho. Ni wao ndio waliokuwa wakifanya mashambulizi ya mara kwa mara pale panapostahili dhidi ya Tanzania Prisons, lakini ni mechi ambayo dakika 45 za kipindi cha kwanza Simba walikuwa wamemiliki mpira kwa 73% dhidi ya 27 za wenyeji Tanzania Prisons kwenye uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma. Lakini kipindi cha pili Simba waliongeza umiliki wa mpira kiasi ya kwamba mpaka mechi inakamilika kwa wastani Simba walikuwa kimiliki mpira kwa 76% dhidi ya 24% tu za Tanzania Prisons. Lakini pamoja na umiliki huo wa mpira bado Simba haikupiga mashuti mengi kuelekea lango la Tanzania Prisons, kwa sababu mpaka mechi inakamilika Simba walikuwa wamepiga mashuti ya kulenga shabaha 3 tu, huku mashuti yote kwa ujumla yakiwa ni mashuti 6. Na hii ilitokana na ukweli kwamba Simba katika mchezo wa leo hii dhidi ya Tanzania Prisons walionekana kucheza kimkakati zaidi. Katika dakika 45 za kipindi cha kwanza walionekana kupushi zaidi na kufunga mabao hayo mawili ya Roshan De Reuck na Selemani Mwalimu. Lakini kipindi cha pili wakiwa tayari wana uongozi wa mabao 2-0, Simba walionekana kana kwamba katika baadhi ya nyakati na hasa kuelekea mwishoni mwa mchezo wakifanya ile kitu inaitwa game management, kwamba walau wasiruhusu bao lakini walinde ushindi wao wa mabao 2 na ikibidi kufunga bao lingine pindi nafasi ikipatikana, lakini sio kwa kufanya shinikizo zaidi, na hasa katika kipindi cha pili. Lakini mbali na kuonekana wakifanya hivyo, vile vile Tanzania Prisons katika kipindi cha pili walionekana kwa imara zaidi kwenye kuzuia. Walinzi wao wakati nazungumzia Owino pamoja na Doto Shabani na walinzi wengine kina Malcolm Hilu na golikipa wao Musa Mbise na viungo wao kwa ujumla walionekana kwa imara zaidi kuhakikisha hawaruhusu bao lingine. Sasa mkakati huu wa Tanzania Prisons ukichanganya na namna ambavyo Simba katika kipindi cha pili walikuwa wakicheza pia kuhakikisha wanakuwa salama, kuhakikisha wanapata pointi 3 muhimu, lakini ilionekana vile vile kana kwamba Simba wamepania kuhakikisha mechi inakamilika hakuna mchezaji wao yeyote anayepata jeraha la kumkosesha katika mechi zinazofuatia, ambazo kuna mechi ya tarehe 25, lakini kubwa zaidi ni mechi ya Machi mosi ambayo watacheza dhidi ya watani zao wa jadi Yanga kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, kwamba waende katika mechi hizo wakiwa fiti zaidi ili kuhakikisha wanakwenda kufanya vizuri, na kwamba mwalimu Steve Barker kama anamwacha mchezaji nje kwenye mipango yake basi iwe ni kwa sababu za kiufundi na sio kwa sababu za majeraha. Hilo linatokana na ukweli kwamba katika kipindi cha pili Simba waliendelea kumiliki mpira zaidi. Tanzania Prisons muda mwingi walikuwa kwenye eneo lao, lakini ni katika nyakati ambazo Simba pasi zao nyingi zilikuwa wakati mwingine ni zile za sideway, yani pasi ya kushoto kulia, na kwamba wakati mwingine wanakwenda hata pembeni mwa uwanja, lakini kwenye eneo la kati ili kufanya majaribio mengi zaidi ya kulazimisha ili waongeze mabao. Simba kwenye kipindi cha pili hawakufanya hivyo, lakini walidhihirisha ukubwa wao kwa namna ambavyo wanamiliki mpira huku wakibebwa zaidi na kiwango bora cha nyota wao wengi waliopata nafasi ya kucheza leo hii. Anicet Ora aliendelea kuonyesha ubora wake katika kushambulia kutoka eneo la pembeni kushoto akiingia ndani, lakini Clatous Chota Chama alikuwa akicheza mbele ya Yusuf Kagoma. Kagoma alikuwa ni kiungo wakati wa ulinzi, lakini mawasiliano yake katika kupitisha mipira kwenda katika eneo la mwisho ilikuwa ikipita kwa Clatous Chota Chama, alikuwa kwenye kiwango bora sana leo hii, na hasa pale ambapo Simba ilipoteza mpira kwenye kuzuia, Chama alikuwa ni miongoni mwa wale waliokuwa wakionekana kupambana zaidi, tofauti na siku za hivi karibuni, namna ambavyo Chama hufahamika kwamba hutumia zaidi akili nyingi, lakini kwenye mikimbio, mapambano ya mpira si mzuri sana. Lakini kwenye mchezo wa leo hii dhidi ya Tanzania Prisons, yeye ni miongoni mwa wale ambao walijajasho sana katika kupigania mipira, lakini pia akishuka chini kuchukua mpira kutoka kwa Yusuf Kagoma na walinzi wao wakati kina Roshan De Reuck kupeleka mbele waliko akina Anicet Ora kwenda kwa Libasege alikuja kutoka katika kipindi cha pili, lakini pia kufikisha kwa Selemani Mwalimu. Kwa ujumla Simba katika wake
zaidi wa mpira leo hii ulichagizwa na kiwango bora cha eneo la kati ambako kulikuwa na Kagoma alikuwa akishirikiana na walinzi wao kuhakikisha mipira michache ya Tanzania Prisons haiendi kuwaletea madhara golini kwa golikipa Jibo, lakini pia pale wanapomiliki mpira basi wanatuza mali na hasa kupitia kwa nambari 17 mgongoni Cletus Chota Chama pamoja na Ino Jospin Loemba, mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kongo. Kule Kongo Brazzaville wale msajili wakati wa dirisha dogo kama ilivyokuwa kwa Alibase Geye, Anicet Ura, Ishmael Olivier Toure na Nixon Kibabage. Lakini mabeki wao pembeni tunazungumzia Kibabage, Shomari Kapombe, tangu mwanzoni mwa kipindi cha kwanza ilionekana kana kwamba wanaposhambulia wao wanakuwa sehemu ya wale wanaokuwa viungo wa ushambuliaji ingawa ni mabeki kwa pembeni. Kapombe alikuja kutoka katika kipindi cha pili akaingia David Kameta Duchu, lakini ni katika kipindi ambacho kwenye kushambulia Tanzania Prisons mipira yao michache ya kushambulia ilikuwa ikienda kwa George Mpole ikipitia kwa viungo wao wa pembeni akiwemo Sengati, lakini katika kipindi cha pili walioingia walikuwa ni pamoja na Oscar Mwajanga kujaribu kufanya mashambulizi au kucheza mipira ya cross ambayo yeye ni mzuri katika kucheza mipira ya juu na hata mipira ya kutenga, lakini ni jaribio ambalo au mipango ambayo katika kipindi cha pili licha ya kuingia kwa Oscar Mwajanga bado Tanzania Prisons walikuta katika muda mwingi wa mchezo wao wakifukuza zaidi, kwa maana kwamba Simba wakimiliki zaidi mpira wakicheza kwa swaga, lakini katika baadhi ya nyakati swaga hizo hazikuwa za kwenda moja kwa moja kwa golikipa Mbise kwa ajili ya kujaribu kuongeza mabao. Mwisho wa mchezo Simba ambayo silaha yake leo hii ilikuwa kumiliki zaidi mpira, kupambania zaidi mipira 50-50, wakapata ushindi waliostahili wa mabao 2-0 dhidi ya Tanzania Prisons ambao leo walichoonyesha zaidi ni uimara katika kuzuia zaidi kuliko namna walivyokuwa wakishambulia, kama ambavyo walifanya katika mchezo uliopita waliposhinda mabao 3-2 dhidi ya Namungo ya kule mkoani Lindi. Lakini leo hii matokeo yake Simba wakapata ushindi huo na kujiongezea pointi kama ilivyotoka kueleza awali. Labda pamoja na ushindi wa leo hii, jambo ambalo Simba watapaswa kufanyia kazi ni pamoja na ukweli kwamba kumiliki kwa mpira kunapaswa kuwe kwa kuleta tishio zaidi kwa wapinzani. Lakini lingine ni kwamba nafasi zinapopatikana wanapokuwa karibu na lango la wapinzani basi kuzitumia na sio kinyume chake. Lakini kwa Tanzania Prisons kwenye kucheza kwao leo hii, kwenye kushambulia walikuwa wanaenda kwa idadi ya watu wachache na hasa George Mpole huku na Sengati, huku wengine wengi wakiwa katika kazi ya kuzuia akiwamo Sabianka, na badala yake wakajikuta hawaleti hatari nyingi kwenye lango la Simba. Kwa vyovyote vile, jambo ambalo watapaswa kujipongeza kwa kufanya vizuri ni katika kuzuia, lakini pale waliposhambulia mara chache hawakuwa na tishio kubwa kwa sababu walikuwa wakienda kwa idadi ndogo, jambo ambalo bila shaka benchi la ufundi la Tanzania Prisons watapaswa kulifanyia kazi, kwa sababu baada ya mechi ya leo hii wamecheza mechi 14 lakini wapo katika nafasi ya 3 kutoka mkiani ambako KMC ndio wanaoburuta mkia. Kwa sababu hiyo bila shaka benchi la ufundi la Tanzania Prisons itapaswa kufikiria zaidi namna ya kufanya ili kujiongezea nasibu ya kufunga na kujiongezea point, tofauti na vile ambavyo walifanya leo hii. Wamepoteza mchezo, walizuia vizuri, lakini kwenye kushambulia hawakuwa na madhara makubwa zaidi. Vinginevyo ni mechi ambayo Simba walipata ushindi waliostahili. Itakuwa vipi mwenendo huu? Wekundu wa Msimbazi Simba waliopata pointi 3 muhimu leo hii, huku watani zao wa jadi Yanga nao wakipata ushindi dhidi ya Namungo na kufikisha pointi 25 wakishika nafasi ya pili nyuma ya JKT Tanzania wanaoongoza wakiwa na pointi 28. Lakini Simba, Yanga pamoja na Azam waliocheza pia leo hii wamecheza mechi 9 tu, tofauti na JKT Tanzania wanaoongoza wakiwa wamecheza mechi nyingi zaidi. Mvutano unaanza kuongezeka pale juu, mvutano wa kuwania nafasi za juu zaidi, na hasa hizi timu zilizotoka kuwakilisha nchi katika michuano ya kimataifa, kwa maana ya ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi na kombe la shirikisho barani Afrika hatua ya makundi. Yanga, Simba, Azam, Singida Black Stars ambao nao pia wameshinda leo hii wanazidi kuongeza mvutano na ushindani ambao unaongeza mvuto kadri ligi inavyozidi kuchanganya. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri kuona nini kitakachoendelea zaidi, wakati wakubwa hawa leo hii wote wakipata ushindi wakiwa Wekundu wa Msimbazi Simba mabao 2-0 kama tulivyotoka kueleza. Mtazamaji wa Maduke Stats Sport Next Level,
Endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.